Zaidi ya wazee wa kanisa 500 katika jimbo la Nyanza Kusini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamekutana na viongozi wa jimbo hilo linalojenga ofisi zake katika eneo la mkoa wa Mwanza kupanga mikakati mbalimbali ya namna ya kuweza kutekeleza na kukamilisha ujenzi wa ofisi ya jimbo hilo. Tuungane na Sifaeli Lusiu kutoka Mwanza kwa taarifa kamili. Ni katika mkutano wa viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini, kanisa la Waadventista wa Sabato na wachungaji na wazee wa makanisa yote ya jimbo hilo. Lengo ni kujadili namna ya kuendeleza ujenzi wa ofisi za makao makuu ya jimbo hilo, ambapo mwenyekiti wa jimbo hilo mchungaji Erasto Nzumbi anatoa wito kwa washiriki na wadau mbalimbali. Tumekuwa na kikao kizuri sana hapa katika eneo la mradi hapa Mwananchi kwa mradi wa ujenzi wa ofisi zetu za conference. Tumeshukuru kwamba kumekuwa na mwitikio mkubwa. Zaidi ya wazee 500 wamekuwa hapa tukijadili habari za namna ya kuendeleza mradi wa ujenzi wa ofisi zetu za conference. Ninatoa wito kwa washiriki wote wa South Nyanza Conference kwamba tuipokee njozi hii sasa na kila mtaa ukamilishe goli lake. Tumeitenga Sabato ya tarehe 6 Disemba kwa Sabato maalum ya kukusanya sadaka za ujenzi kulingana na magoli yetu ambayo tulikuwa tumewekewa na conference ya mwaka huu. Kila kanisa likakamilishe ili kwamba zoezi letu lianze. Mwezi wa 12 tarehe 31 tunategemea kuwa tumemaliza kumimina slabu. Pia katika mkutano huu imechaguliwa kamati ya ujenzi, ambapo miongoni mwa viongozi walioteuliwa ni mwenyekiti George Hezron, na kusisitiza washiriki kutoa michango yao ili kufanikisha ujenzi huo. Tumekuwa na nafasi nzuri sana na muda mzuri, na wazee wa kanisa wengi wameuliza maswali. Kuna mambo yalikuwa yanawasumbua na sasa wameyapatia majibu. Wito wangu kwa wazee wa kanisa, kwanza tuungane, tuwe kitu kimoja, tusukume jambo hili, lakini pia tuwasukume sana na kuwasihi washiriki waendelee kutoa fedha kufadhili mradi. Nao baadhi ya wachungaji akiwemo mchungaji wa mtaa wa Isamilo Magoti Muyenjwa na mchungaji wa mtaa wa Magu Eriki Mahona wameeleza mipango yao ili kufanikisha zoezi hilo. Binafsi nimelipokea kwa furaha na wazee wangu wa kanisa wamelipokea kwa furaha, na sasa tunaungana na viongozi wetu kwa nguvu za dhati kabisa kwenda kusukuma swala hili la ujenzi, na hakika Mungu atakuwa pamoja nasi, na mwaka 2026 ofisi hii tunayoiona itakamilika na viongozi wetu watahamia hapa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kuhakikisha kwamba tunashiriki vyema katika mpango mkakati kwa ajili ya kufanikisha kubadili taswira kwa upande wa miundombinu, na hususan kwenye swala linalohusiana na ujenzi wa ofisi za jimbo letu la South Nyanza Conference, ambayo ni mahali tulipo kwa wakati huu. Ofisi hizi ni ofisi ambazo zinajengwa na washiriki. Walengwa hapa ni wazee wa makanisa ya jimbo hili. Je, ni ipi kauli yao? Baraka Kibohe na David Shehemba wanaeleza. Lakini kwa pamoja wazee wote na wachungaji pamoja tumekubaliana kwamba ni lazima tutachukua tu mwaka mmoja mpaka jengo hili kamilike na hatimaye conference kuhamia katika eneo la Mwananchi. Nami naomba niwatie moyo washiriki wote katika hii conference, wachungaji wote na hata Tanzania nzima kwa ujumla. Tuunge mkono hii kazi ambayo ni kazi kubwa sana, maana naamini kwamba kazi hii mpaka hapa tulipo imefanyika kwa juhudi kubwa na uaminifu mkubwa, na tumekubaliana kimsingi kwamba tutafanya juhudi zote kwa kadri Mungu atakavyotuwezesha kuhakikisha kwamba kazi hii inakamilika katika muda ambao tumejipangia sisi na viongozi wetu wa jimbo. Mungu kiini cha kazi. Kutoka jijini Mwanza, Sifaeli Lusiu, Hope Channel Tanzania. Asante sana Sifaeli Lusiu kutoka jijini Mwanza kwa taarifa hiyo. Mungu kiini cha kazi ndiyo kauli mbiu ya jimbo hilo na